Habari zenu? Hamjambo? Uko salama na Yesu kabisa? Umebarikiwa na mtumishi mpya. Wapi mashangwe na vigelegele? Amen. Wewe lalia masikio, wenzako wanafunguliwa. Mimi ni baba. Nikisema mwanangu unaweza jambo, unaweza. Sasa ni wewe mwenyewe unalie masikio. Unaona mtoto wangu ametoka hapa kutulisha. Umesikia kama mgeni? Si mgeni kwa Injili. Lakini wewe ni mara yako ya kwanza kumsikia. Lakini mimi si mara ya kwanza kumsikia. Nilianza kumsikia kwa ndoto, nikaja nikamsikia nikamwambia fanya hivi, na nikasema yale maono Mungu alinipatia kumbe ni ya kweli. Nikamwambia shikilia hapa. Haleluya. Sasa wewe unakaa na pastor. Heshimu ule mtumishi wewe. Heshimu ule pastor wewe. Bila sababu heshimu ule pastor. Sasa hivi na roho Mungu bado ukimkosea utapigwa wewe. Amen. Sasa ni bahati ya Mwenyezi Mungu. Bwana ni mzee wa kanisa, bibi amekuwa pastor. Sisi ni neema yeye. Haleluya. Anaitwa Yesu wa baraka. Mimi huwa napenda watoto wangu wakiwa watiifu. Shida huwa napenda Mungu kwa kitu kimoja. Wengine akimea pembe, wengine anakuwa vizuri. Alafu hizi pembe baba anajua kuzing'oa. Pembe, hizo pembe kama sikukupata nayo, ukiwa nayo naing'oa. Nasema hili si pando la Mungu. Haleluya. Sasa kuko hivi, Mungu anawapenda wale ukiwa serious. Hakuna mtu, niliwaambia kitu kimoja, hakuna mtu ambaye haongeleshi na Mungu. Hakuna. Ndio. Ina depend na vile unajiweka. Ukijiweka kwa shetani hautawahi sikia sauti ya Mungu. Ukijiweka kwa Mungu utasikia sauti ya. Sijasema hivyo nilipokuambia kwa shetani. But ina depend na nini? Matendo. Ukuja kanisani sipookoka. Hivyo unajua? Unajua hivyo? Ukuja kanisani sikufanya nini? Ndio kujua hiyo sikuokoka. Mfano mmoja tu ambao niliutoa. Example, tuseme sisi sote tumeokoka. Yesu akuje hapa. Sisi sote tunataka kumkimbilia Yesu. Lakini Yesu atakuwa amekuja sasa, anasema hivi, amekuja na nani? Na shetani. Na nani tunayeongea sana hivi? Shetani amesimama mkono wake wa kushoto. Kawaida Yesu si mtu wa kuanza. Hata Elia aliambia anzeni nyinyi manabii wa Baali. Sasa shetani amwambie akuwe na Yesu. Hebu chukua watu wako alafu niachie watu wako. Hello? Uko sure 100% utabaki? Unaona hata wewe mwenyewe umeanza kutayari kumwendea. Na hata hayupo, lakini umeanza kupata uongei. Kinachokupeleka nini? Ni matendo yako. Ambayo hiyo matendo huwezi kudanganya mwanadamu ya wenzako wa aina yoyote. Ijapo mnajijua wewe mwenyewe na tabia zako. Haleluya. Wangapi wanapenda kuona ufalme wa Mungu? Sawa. Ufalme wa Mungu
umefananishwa na nini? So unatafuta, watu unatafuta kitu ambacho ukijui. Ufalme wa Mungu umefananishwa na nini? Ama ufalme wa Mungu uko wapi? Ni nini hasa? Hata sisi. Umesikia? Nasikia kwa wao. Sijui maana yake. Uko na nyama? Wangapi wanatafuta ufalme wa Mungu? Tosha ndio. Uko wapi? Ni wale walikuja jana. Hawakuongea. Sasa ndio wanasema ufalme wa Mungu uko ndani yao. Nikiwauliza uko ndani yao kivipi, hawataniambia. Mahali palipo na ufalme wa Mungu hakuna umbea, hakuna uongo. Nyinyi si waongo. Msema uko ndani yangu, ulio ndani yako itakuwa ni uongo, sio kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimeanza kukwambia Yesu alipokuja, ama lile neno la Mungu vile lilivyo, alijua kutakuja manabii wa uongo wengi. Sawa? Sasa kitu ambacho Yesu alikiweka ndani ya mtu ambaye ataokoka na muamini Yesu, hatawahi kuamini, hatawahi kuwasujudia watumishi wa Mungu. Haujanielewa? Cause ni kwa nini nasema hivi? Kuna watu wengi walianza na roho, wanamaliza na mwili. Kuna kitu nimeongea ibada ya asubuhi, unielewe hivi. Mungu aliwatuma watumishi wake, lakini hawakutaka wale watumishi wake wawe kama miungu. Sawa? Aliwatuma kama mitume, lakini hakuwatuma wawe miungu. Sasa mtumishi wa Mungu ukiwa kama miungu, umewekewa X. Kitu kinatakikana pale uwakilishe jina la Mungu. Na ndio maana unakuwa ufalme wa Mungu uko wapi? Ndani yako. Ndani yako kivipi? Ni Yesu ni mfalme wa wapi? Wa wapi? Kwa nini? Kwa duniani. Duniani kuna falme nyingi. Alipokuwa anauliwa anasema, mimi jamani sitangazi ufalme wa duniani, natangaza ufalme wa wapi? Sawa? Wakina Pilato waliona wamekuja kupokonywa nini? Vyeo vyao. Na yeye hakuwa na haja na vyeo vyao, bali alikuwa anajaribu kuambia watu wajue mambo ya Mungu. Ukija kanisani, ninakufundisha mambo ya dunia ama ninakufundisha mambo ya Mungu? Yesu apogolewi kwa kanisa peke yake. Unasema nimepokea Yesu rohoni. Umeelewa? Hata badala kama ujue unyamaza kuliko useme tu ongee. Umepokea Yesu wapi? Rohoni. Sasa kuna siku niliwaambia Yesu akiwa rohoni ni sawa, akili zinakuwa wapi? Utajiri unakuja wapi? Yesu roho, akili, pesa. Lakini sasa wewe unaweka pesa, ukumbavu. Ndio naambiwa watu hao wanapotea kwa kukosa maarifa. Lakini ukiwa na akili hauwezi kudanganywa na mapasta wote. Kwa sababu umemweka Yesu wapi? Umemweka wapi? Na ndio ufalme wa Mungu uko wapi? Ndani yako. Umeelewa? Ufalme wa Mungu uko wapi? Kwa sababu Yesu ni mfalme wa mbinguni.
Na hata ukiwa na ufalme wa mbinguni, kwa sababu mbingu ndizo zilitengeneza dunia, unatembea dunia bila shaka. Umeelewa? Kwa sababu umepewa mamlaka. Amen. Sasa ni vitu unafaa uvifahamu sana katika akili yako. Unafaa ufahamu Yesu ni nani na unamwabudu kwa nini na ni kwa nini niko kwake. Sasa kutokezea mapasta wengine na vitu vingine, hautachanganywa kwa sababu aliye ndani yako anakupa muongozo wa kiroho. Umeelewa? Maana siku hizi kumekuja aina nyingi, na bado hiyo hata ni tela utakuja. Unakuwa siku za mwisho zitakuwa siku za nini? Za hatari sana. Watu watapenda fedha kuliko. Sasa si kweli sahihi? Si kweli? Si watu sahihi wakapenda pesa hata kuliko Mungu. Sasa wewe ukienda kwa mtu ambaye anapenda pesa, anakuhubiria mambo za Mungu kweli? Anakuhubiria nini? Atakufanyia miujiza ya gani? Ya pesa. Atanunua Daudi, anunue mwingine, awapatie. Na nyinyi ambao mnanunuliwa, wewe unanunuliwaje kuja kuongea ushuhuda wa uongo kwa makanisa? By the way, hata wewe mwenyewe amalizane na pasta. Unajua ukisema kitu cha uongo hapa, watu wanaamini Mungu, unawashawishi, unateka roho zao, unateka akili zao, by the way, kwa sababu ya kile ulichokiongea. Mungu na hakuna. Sasa huo ndio uovu unaoitwa kwa makanisani. So kwa nini ninasema hivyo? Tukipatikana Jumapili, haleluya, tumekuja kwa Mungu, na usidanganyike kwa njia ya aina yoyote. Kuwa makini sana na roho yako. Kuna kitu hakiwezi, yaani kuna vitu wanaona katika vitu vyote vilivyo kwa mwili wako, hawezi kuipata kwa hardware. Tunaelewana mtoto wangu? Hakuna kitu chako kilicho kwa mkono wako kwa njia nywele. Niliwaambia hizi zinaitwa nianze. Niliona Priscilla amecheka mpaka nikapata comment nyingi. Hizi zinaitwa na hizi ya, lakini ukitoa hapa inaitwa na hizi ha? Lakini ikiwa jina lako ukilitoa inaitwa na hizi lakini ukitoa inaitwa na hizi. Huko kwingine nilisahau, na sijawahi kumbuka mpaka wa leo. Nilijaribu kwenda nikumbuke, lakini nilifundishwa, lakini nilisahau. Lakini najua unangojea niseme, lakini si hata wewe ndio unajua, bado unikumbusha. So huko kwingine mimi najua tu twende. Yaani kuna mtu mmoja jina, yaani ana majina mengi katika mwili wake, lakini kila sehemu jina ni moja, lakini kila sehemu kuna jina lake. Na ukimwangalia amefanana. Amen. So unakuwa na akili. Amen. So kuna watu wamefanana, lakini si kila nywele imetoka wapi? Kwa kichwa. Umenisikia? Kuna watu wanaitwa mapasta, lakini si wote walitoka mbinguni. Si wote walio na huduma za mwito. Zingine zilitoka tu hivi mahali zilitoka. Zingine zilitoka kwa mapamba, lakini zinaitwa nywele. So kuwe makini. Kuwe makini sana. Haleluya. Mungu akukubariki na akuzidishie. Amen. Bali na hiyo mengine ambayo tunataka kuongea huko mbele, kilichobaki ni kipindi gani? Kilichobaki ni kipindi gani? Una moyo wa kumtolea Bwana? Una moyo kweli? Angalia mtoto wako, hii pia lazima nikufunze. Hivi unajua maana ya sadaka ya kubarikiwa? Ninyi wenye kuchukua bahasha tukoende tumwapatie. Si wamenajua ni kipindi cha sadaka. Nataka niongelee hili jambo ambalo
Sitaki kutumikia Mungu na ukose kubarikiwa. Nimekwambia unaweza toa fungu la 10 na ukakosa kujibiwa, na unaweza toa sadaka. Unajua mapasta waongee hii kwa sababu niliwaambia saa hizi washirika wa Kigoma wakikosa kutoa sadaka, utaona makanisa mengi mapasta watatafuta kazi. Halo, mapasta watafanya nini? Watatafuta kazi, kwa sababu wamezoea mbinu nyingi za kutoa za kunyafura badala ya kuambia ukweli. Maana hawajajua maana ya mtu kutoa ni nini mpaka abarikiwe. Kitu cha kwanza, mshirika yoyote hafai kulazimishwa kutoa sadaka, na sadaka si ile ya kufanya kufosiwa na mtumishi. Sadaka ya kujibiwa ni ile anayoitoa kwa hiari ndani ya moyo wake. Anasikia roho yake akitoa hiyo sadaka uko mweupe kabisa, anaridhika na kile anachotoa. Sawa? Alafu katika ile hali ya kuridhika, akiiba, makosa sio pasta, ni yake. So ni lazima uwajulishe watu, sio kuwatoza watu watoe zaidi. Hata unajua kwa kanisa ukitoa fungu la 10 zaidi, I'm telling you, utakuwa umefanya makosa. Munielewe. Mungu kitu kinaitwa 10% kiliongezeka ama kilipungua? Huwa kiko pale. Ni sawa? Huwa kiko pale. Kule kuzidisha ni yeye. Sawa? Kuzidisha ni yeye. Lakini hufai kumwekea. Unajua mimi nishawahi kupatana na mapasta kila aina, nakwambia watu wa 100 wakae huku, wa shilingi wakae huku. Kwa hivyo vile umekaa hivi kama uko hii line, ninajua wewe ni wa shilingi. Ikiwa kule nishajua hawa ni wa, nimekosea tayari. Mshirika, usitoe kwa sababu pastor amekwambia utoe. Halo, usitoe kwa sababu pastor amekwambia. Nimekwambia hivi, mwito ambao Mungu aliniita haukunitia sadaka. Alinitia kwa ajili yako wewe uliyefika hapa nikuhubirie. Ukimtolea Mungu ni sawa, na usipomtolea it's okay. Umeelewa? Kwa sababu hiyo ni ibada, na kuna ile ibada wewe unapenda. Kuna mtu hakujaliwa kumtolea Mungu, akimtolea Mungu analia. Anakumbuka akipata akimshana na viazi na ile pesa ametoa sadaka. Biblia inasema heri usitoe. Umenielewa? Sasa ukisikia kwamba roho yako kila viazi ndio unasikia, njoo tuchezee wakati una nguvu za viazi. After baada tunaingia kwa siku. Ndio kama umekula zile viazi zako na umekula hiyo sadaka kwa viazi, it's okay. Mimi huwa napenda kanisani ufanye kile roho yako unaona ni beta. Sawa? Kwa sababu pale ndipo Mungu atajibu sadaka, ndipo Mungu atajibu fungu lako la 10. Tumeelewana? Sasa tumenasurutishwa, unakuwa mvunje madhabahu na kiasi cha fulani cha fedha. Nasikia kuna sadaka pake za meli 7, za miuto 7, za pango 7. Na mimi kwa Yesu sijawahi ona. Siwezi kuongea kitu ambacho Yesu wako nituma nifanye. Hata milango 7. Mimi najua milango 7 ni Mshomoroni. Huko kuna mahali kunaitwa milango 7. Tunaambiwa liko lango, si milango, liko lango moja wazi na ni Yesu. Sasa hivi milango 7 nyingine ni ndogo. Kwa Biblia vitu 7 inakuwa vinara 7. Hatuko kwa vitu vingine. Tunaelewana? Yaani unielewe mtoto wangu. Ukienda kanisani, tafuta kanisa ambalo unajua unaingia kwa sababu gani? Je, unamfurahisha pastor kwa sababu ya sadaka?
moyo wako ufanyike kuwa dhabihu iliyo. Kuna mtu alikuja akaniambia kitu, huu mwaka pasta siponipa pesa fulani sitakaa. Nikashindwa, kumbe nimeweka mtu na kumbe anahitaji pesa. Pesa nyinyi hamujui, lakini ulivyo wewe sivyo alivyo mwenzako. Lakini Mungu anakupenda sana wewe. Kumbuka neno moja ya kwamba vile ulivyo hakuna siku mtu alikuumba, uliumbwa na Mungu. Huyu Mungu kumtumikia katika roho na kweli, anajua mahitaji yako. Hata ufanye nini mtoto wangu, hakuna hatua yoyote unaweza ipiga kama aliyekuumba hataweza kukusongeza mahali unahitaji kuenda. Chochote ulicho nacho yeye ndo alikiumba. Hata hiyo akili ya kuwaza yeye ndo alikuumba. Moyo wa kufikiria yeye ndo alikuumba. Lakini utangulize yeye kwa kila kitu, atakufanikisha hitaji la moyo wako. Ni kama vile wewe ni baba na kesho nikikosa mwingine, hawa watu wanalala na njaa. Mumuke naye mawazo yake ni kwamba anakuombea wewe upate ulete. Sasa baba pia naye vile alivyotuumba na anavyotujua, yeye anajua mahitaji yetu sana hata kuliko sisi wenyewe. Wewe unajua ulikotoka, hujui unakokwenda, lakini Mungu anajua. Tegemea Mungu. Tegemea Mungu. Fanya kitu kwa Mungu kwa hiari, usilazimishe. Kwa kuabudu, kwa kufanya kazi yake, kwa kukuja kanisani. Kuna siku niliongea hapa nikasema, anasema unajua kuna mahali watu wanafikiria vibaya kwamba wale waliogafulika nyinyi mlio wa rohoni muwaregeshe kwa njia ya upole. Lakini unaona mimi nimfuate huyu mama huyu, nimfuate pika kwa nyumba yake, sio nimdembeleze Priscilla, twende kanisani. Umeelewa? Sasa hapa hakutakuwa na roho wa Mungu. Umeelewa? Hapa ndani hakutakuwa na roho wa Mungu, bali amekuja kwa sababu nimemwambia. Lakini akichukua hatua yake, naenda kanisani, imani yake, Yesu wake amemuongoza akamuleta. Akija hapa akiomba, ni haraka kubarikiwa, maana anajua alichokipata. Wacha niwite upuzi, maana zamani tulikuwa hivi ya kwamba hati mhuduma akikasirika anakaa kwa nyumba, anangojea pasta tumane wazee ama wamama wakambembelezi. Hebu njoo uone mtu asipobeba msalaba wa mtu mwenyewe na kunifuata. Hebu sikiliza hiyo, mtu si watu, mtu. Guswa na Mungu. Afadhali kuongeleshwa na bibi yako ama kuongeleshwa na bwana yako ama kuongeleshwa na mama yako ni tofauti na kuongeleshwa na watu wa kanisani. Tabia ya mama yako anakuona pale nyumbani, anakuambia mwanangu nenda kanisani, anaziona. Tabia ya mke wako akwambie nenda kanisani, anaziona. Ambaye hakujui. Usifosiwe kuenda mahali. Nenda sababu roho yako imependa kufanya. Na ukifanya hivyo, hata wewe mwenyewe, hebu fanya kazi ambayo roho yako unaipenda. Utaona hiyo kazi ile unayofanya. Kipija saa 4, ushamaliza kazi. Uko tayari, hadi roho yako, hebu na roho yako ile kazi. Lakini fanya. Utakuja klasi. Hata ukiwa unataka kuvuka barabara umetumwa mpaka gari inakusaidia mbele, unapenda haraka. Akili yako haiko comfortable. Lakini ukimwabudu Mungu kwa sababu roho yako haujalazimishwa bali ni kwa hiari. Ukimtolea Mungu kwa sababu hujalazimishwa bali ni kwa hiari, baraka ni zako.
upenyo ni wako, mafanikio ni yako, breakthrough ni yako. Unajua tumekuwa washamba wa makanisa hata mingi, lakini kwa sasa Mungu anatufungua nini? Akili. Ndio maana nilikupatia mfano hii Biblia hii. Mfano mzuri ni unaona hii Biblia. Hello. Sawa? Haikuandikwa imfuate mwanadamu. Iliandikwa mwanadamu amfuate Mungu. Yaani sisi tufuate kile Mungu anafanya nini? Anatuagiza kupitia hapa. Na ndio maana Yesu alipokuja alikuwa ni nuru. Okoka ndio kushikilia panga, utaokoka. Waliokuwa waoga na wakiwa na Musa. Unafikiri Musa alitembea naye? Alimwambiaje Musa, uko tayari kwenda vitani? Akasema hapana. Sasa jibu kwa kundi gani? Kundi letu ama kundi la hao? Akasema sisi tuko kwa kundi wale watakaoshinda. Kwa hivyo nyinyi mko katikati. Kwanza akaenda kuchukua upanga. Akasema naanza na nyinyi. Akawamaliza hapo jangwani, alafu ndo akaenda vitani. Haleluya. Ukitaka uokoe familia yako, ukitaka uokoe maisha yako, ni wewe unafaa uwe strong. Kuna kitu mtoto wangu ametoka hapa kaulini akasema, ukienda mahali popote, unaona mahali popote unatakikana kazi yako onekana bora, usifanye vile wenzako wanafanya. Fanya the best. Hiyo ndio ilifanya Yusufu akachaguliwa na akapita wenzake wote. Akaambiwa wewe naona ni kijana mwenye maarifa. Mpaka watu wakiota ndoto wanamfuata. Ukitaka uonekane uko na maarifa, fanya bidii yako wewe ambayo si ya kuiga mtu yako. Hata kama kuna mtu pengine unaona ni yake, tamani kumupita. Haleluya. Tamani kumupita. Maisha ya babako aliyoishi tofauti na maisha unayoishi wewe. Babako aliishi kwa kanyumba kwa kufanya kuingia hivi. Lakini ukitoka pale nyumbani unasema mazingira hayanipendezi. Unataka kuweka nyumba lelewa kwa nyumba ya manyasi. Sasa usitamani kuwa kama babako. Yaani kuwa kama babako kwa kwamba umelelewa na yeye, lakini kwa maarifa zaidi na kutengeneza pale nyumbani kuwa zaidi ya babako. Unanielewa? Unasikia kina Dennis? Wachana na hao wengine wenye kulalala. Amukeni. Yule ambaye ananiita baba anafaa wewe mkali zaidi yako. Sawa? Yaani chukua ile maarifa alafu ongeza na mengine. Unajua mimi wanawaambia mtu akifundishwa gari kupeleka, hakuna mahali dereva yote anayekufundisha gari kupeleka anakufundisha overtake sana. Unakuja wewe baada ya kuwa gari umeizoea, sasa unajua tending yako. Umeelewa? Ndio unajua tending yako, unajua hapa napenya, hapa naingia. Sawa? Sasa kuna mambo mengine baba anakufunza. Roho wa Mungu atakuonyesha elimu kubwa zaidi. Si sawa? So Mungu atakubariki na atafanya miujiza zaidi. Mungu ndo sadaka zao za wapepo. Wewe umepata neema, unatoa sadaka ya fedha. Ikakomboe maisha yako, komboe familia yako, komboe jamii yako. Na neno la Bwana likawe na nguvu sana katika shikilia sadaka yako.